la maendeleo la Ujerumani kuona umuhimu wa kutoa support katika masuala haya ambayo tutakayoyajadili leo. Tumezungumza mambo yanayohusu, yametajwa mambo yanayohusu digital safety, manake usalama katika masuala ya mtandao, na tunaona yapo mashirika mengi, lakini TAMWA leo hii amekuwa ni sehemu ya baadhi ya mashirika hayo ya maendeleo ambao wameweza kuingia katika kutekeleza mradi huu ambao unaenda kuunga mkono juhudi za serikali za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kama ilivyotajwa awali, kwa mkoa wa Dar es Salaam tutakuwa tuna halmashauri mbili, halmashauri ya Kinondoni, halmashauri ya Temeke, lakini kuna mkoa pia wa Tanga. Tunatoa shukurani sana kwa shirika hili la maendeleo la Ujerumani. Hiki ambacho TAMWA leo hii tunaenda kukizindua, ndugu mkurugenzi Dr. Rose Ruben, serikali imetengeneza mpango kazi. Upo mpango kazi wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao tumeanza nao mwaka wa fedha huu, tunasema 2024 na 25, lakini tunaenda nao mpaka mwaka 2028 na 29. Katika mpango kazi huo ipo component ambayo imetaja masuala ya media, communications, information and technology, ambayo wenzetu haya leo ambayo tutakaoyazungumza kimsingi sio nadharia. Hakuna leo ambayo haoni changamoto ambazo zinazotokana na masuala ya matumizi mabaya ya mitandao. Mwongozo wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto umefafanua kwa kwenda mbali zaidi, kwa maana umeenda kutaja vitu mbalimbali ambavyo tutakavyokuwa tunazungumza digital space tutakuwa tunamaanisha nini. Yani tunavyozungumza hili eneo la mitandao, masuala ya kimitandao, likaenda mbali, likaakisi mpaka masuala yanayohusiana na artificial intelligence. Tumekuwa mashahidi leo, tumeona watu wanaweza kutengeneza maudhui kwa kuipata tu sura ya kwako, lakini ikatumika sura yako katika kutengeneza maudhui ambayo mengine either yanaweza yakadhalilisha, yakaaibisha, yakanyanyasa au kuvunja haki nyingi za binadamu au za kwako wewe. Mwongozo wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto umeakisi pia madhara ambayo yanaweza yakatokana na maudhui yoyote ambayo yanaweza yakadhalilisha, ambao madhara makubwa kama alivyozungumza mwakilishi kutoka shirika la maendeleo la Ujerumani. Alizungumza athari zinaanzia katika hisia, katika saikolojia. Huyu mtu ataanza kuumia baada ya maudhui yake aidha kupandishwa, kutengenezwa katika hali ya kudhalilisha, ataanza kuumia katika mazingira hayo, lakini baadaye inaweza ikapelekea ikaleta madhara mengine ya kiafya, kwa maana tunafahamu athari za stress, athari za kisaikolojia, afya akili ya mtu inavyokuwa imedhalilishwa, inaweza ikapelekea hata utu wa mtu kuharibika pamoja na kifo. Lakini mtu anaweza akapoteza maisha, watu wakadhani tu labda pengine alilogo, lakini kumbe athari zile zilitokana na maudhui ya kimitandao. Lakini si hilo tu la artificial intelligence ambalo nimelizungumza. Mwongozo huu wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao kama nilivyotaja tumeanza nao 2024 25, tutaenda nao mpaka mwaka 2029. Umetaja pia masuala yanayohusiana na ukweli wa taarifa ambazo zinazopakiwa katika mitandao.
Tunaona maana yake sasa hivi vijiwe vingi vya makundi yote vimehamia katika mitandao. Chama cha Wanahabari Wanawake Tanzania kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo la Ujerumani GIZ, leo tunazindua mradi wa Sauti Zetu wenye lengo la kupaza sauti ili kuzuia ama kupunguza ukatili wa jinsia na kutoa elimu kwa kutumia vyombo vya habari. Sambamba na uzinduzi huu, TAMWA na GIZ pia pamoja tunapaza sauti zetu ili kuwasaidia wanawake na watoto dhidi ya ukatili wa kidijitali. Haya yote yanafanyika wakati dunia inaelekea katika kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa jinsia kuanzia Novemba 25 hadi Disemba 1 mwaka huu. Hivyo basi, TAMWA kwa uzinduzi huu na wa mradi huu unaofanyika kukiwa na haja kubwa ya kuwasaidia wanawake na watoto dhidi ya madhila ya ukatili unaofanyika mitandaoni. Ukatili wa mtandaoni unawaathiri wanawake na watoto sambamba na makundi mengine kwa kiasi kikubwa, kwani kundi hili bado halina uelewa wa kutosha wa kujilinda na kulinda taarifa zao mitandaoni. TAMWA kwa uzoefu na kwa utafiti tuliowahi kufanya, tumebaini ya kuwa faida na hasara za matumizi ya kidijitali ni sawa na shilingi yenye pande mbili, kwani wanawake na watoto wanatumia vifaa vya kidijitali kupata faida, lakini kwa upande mwingine mitandao ya kidijitali inawaathiri. Na leo tunayo furaha kubwa kuzindua mradi huu adhimu unaoitwa Sauti Zetu, wakati ambapo tumebakiza siku chache tu kabla ya kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa jinsia. Tukirejea kauli mbiu ya maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia mwaka huu, ambayo inasema siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia 2025, maliza ukatili wa kijinsia kupitia majukwaa ya kidijitali kwa wanawake na wasichana wote. TAMWA tunasisitiza kuwa wanawake na watoto wanapaswa kulindwa dhidi ya ukatili huu wa kidijitali, kwani tumeshuhudia madhara ya afya ya akili, kimwili yanayosababishwa na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii. Kumekuwa na juhudi za dhati za serikali, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na wanaharakati wa masuala ya jinsia. Kwa mfano, kuna mkataba wa kidijitali wa kimataifa wa mwaka 2024, Global Digital Compact, ulioweka viwango vya kwanza vya Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa kidijitali na utawala wa akili bandia, Artificial Intelligence Governance. Bado TAMWA inaona uelewa ni mdogo hapa nchini kuhusu matumizi sahihi ya majukwaa ya kidijitali, hali inayochagiza madhara kwa kundi hili la wanawake na watoto. Kwa mfano, kusambaza picha na video za faragha bila ridhaa mara nyingi hutumika kuwaibisha na kuwabambikizia makosa au kuwatawala wanawake na wasichana. Mengine ni kufichua taarifa binafsi na kuweka namba ya simu, mahala pa kazi au sura ya mwanamke mitandaoni kwa lengo la kumtishia. Lakini pia kuna ukatili wa mtandaoni ambao watu huunda akaunti bandia kwa kutumia jina au picha ya mwanamke ili kuharibu sifa yake au kudanganya watu wengine. Ukatili mwingine ambao kimsingi unafanyika sana hapa nchini ni kauli za chuki au maudhui ya chuki, ambako watu huandika au kutamka maneno ya matusi yanayochochea ubaguzi au ukatili dhidi ya wanawake na watoto na wasichana pia. Mengine ni wadhalilishaji wa kutumia vitisho kwa kusambaza picha au video za faragha na kisha kudai pesa ama upendeleo wa kingono. Wasichana wadogo wanaotumia mitandao kama WhatsApp, TikTok, Snapchat wapo katika hatari kubwa zaidi. Madhara ya ukatili huu ni makubwa, kwani vifo, kukosa haki, kutengwa na athari kubwa zaidi ya kisaikolojia zimewakumba wanawake na wasichana. Hivyo basi, TAMWA tunapozindua mradi huu na tunapoendelea katika kuidhinisha
ama kuadhimisha siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia, mwaka huu tunapaza sauti zetu kwa kuwafundisha na kukemea vitendo vyote vya ukatili kwa kijinsia kwa njia ya kidijitali. Tumeandaa mwongozo ama kisanduku cha taarifa cha kanuni 10 za kujilinda na ukatili wa kidijitali. Uzinduzi wa kisanduku hiki cha taarifa unakwenda sambamba na safari yetu ya kupaza sauti ili kupunguza ukatili wa jinsia kwa wanawake na watoto kupitia vyombo vya habari. Mradi huu unalenga kutumia vyombo vya habari kama nyenzo ya kuelimisha jamii kuhusu masuala ya ukatili wa jinsia GBV, ikiwemo kueleza namna GBV ama ukatili wa jinsia chanzo chake katika jamii, kutoa elimu kuhusu huduma zilizoko kwa waathirika na ukatili wa kijinsia. Kupitia utoaji wa jumbe muhimu kuhusu masuala ya ukatili wa jinsia, mifumo ya kisheria, haki ya waathirika na njia ya kupata haki, mradi huu utawawezesha waathirika kupata ufahamu wa haki zao na huduma na msaada uliopo. Aidha, mradi huu utalenga kuongeza uelewa wa umma, kupinga mila na desturi kandamizi na kuhamasisha wadau mbalimbali kuchukua hatua dhidi ya ukatili wa kijinsia. Mradi huu unaotekelezwa katika mikoa 4 ya Tanzania bara ambayo ni Dar es Salaam na maeneo ya Kinondoni na Temeke, Dodoma, Chamwino pamoja na Bahi, na Tanga, Lushoto na Tanga mjini. Vyombo vya habari vitakuwa ndicho chombo kikuu cha kufikisha taarifa, kuongeza uelewa na kutumika kama daraja kati ya jamii, asasi na waathirika wa jamii. Asanteni kwa kunisikiliza na tuungane pamoja katika kuendeleza huu mradi wetu wa sauti zetu, na wote mnaonisikiliza kupitia vyombo vya habari na wale ambao mmo katika chumba hiki cha mkutano, basi tukumbuke kwamba tunapopaza sauti ya ukatili wa jinsia tunakuwa tumemsaidia mtu mwingine ambaye yuko katika hatari ya kupatwa na huo ukatili wa jinsia mitandaoni ama katika ana kwa ana, lakini pia tuko katika hali ya kuweza kumwongoza yule ambaye amepatwa na ukatili wa kijinsia kuweza kupata huduma na msaada ambao unatolewa ama na serikali ama na asasi zisizo za kiraia ama pia na asasi nyingine ama mashirika mengine ambayo yanatoa msaada wa kijinsia. Na ni kwa makundi yote, makundi ya wazee, makundi ya wanawake, wanawake wazee, wanawake vijana, wanawake wadogo, lakini wote na hata makundi mengine ya watu wenye ulemavu nao pia wanapaswa kupaza sauti ili kuweza kupata msaada wanapokuwa wamekumbwa na ukatili wa jinsia. It is a great pleasure to join you for the launch of the Sauti Zetu project that we implementing in collaboration with the Tanzania Media Women's Association, TAMWA. And yeah, I speak on behalf of the Access to Justice for Women and Children project that GIZ Tanzania is jointly implementing with the Ministry of Constitutional and Legal Affairs. It aims at contributing towards the elimination of sexualized and gender-based violence through improving the prerequisites for access to justice for vulnerable groups, especially women and children. I think you've already heard what this project is about, but I would like to highlight the role the media can play in the society, as it can inform, educate, and challenge dominant narratives and amplify voices that are too often unheard. In the context of access to justice, journalists and media practitioners are positioned to raise awareness of legal rights, spotlight injustices, explain available protection and support mechanisms, and inspire the public debate. And this is also why the Sauti Zetu project can be powerful. It leverages the reach and influence of the media to empower women and children.